Karibu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Pepele News. Tunayo furaha kubwa sana kukuletea taarifa hizi kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi fuatana nasi mwanzo hadi mwisho ili uweze kupata habari ambazo ziliweza kufanyika hapo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze moja kwa moja na habari zetu za kwanza. Wakaaji wa maeneo ya Bushusha katika wilaya ya Kalehe mkoani Kivu Kusini wameomba msaada wa haraka baada ya mvua kubwa kusababisha uharibifu wa mashamba na miundombinu muhimu katika eneo hilo. Jambo linalotishia usalama wa chakula kwa familia nyingi. Tukio hilo limeacha familia nyingi zikiwa katika hali ngumu ya maisha na kuhofia kukosa mavuno ya msimu huu. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, wananchi wanasema kuwa mazao mingi yameharibiwa huku baadhi ya watu wakijeruhiwa na mali kadhaa kuweza kuharibika. Hali hiyo imeongoza mateso kwa familia ambazo tayari zilikuwa zikikabiliwa na changamoto za kiuchumi na za kibinadamu. Wananchi hao wanatoa wito kwa serikali pamoja na mashirika ya misaada kuingilia kati haraka kwa kuwapa chakula, huduma za afya kwa waliojeruhiwa na kuwasaidia kurekebisha barabara pamoja na miundombinu mingine iliyoharibiwa ili kurahisisha maisha ya wakaaji wa eneo hilo. Ikumbukwe kwamba eneo la Kalehe limekuwa likikumbwa mara kwa mara na majanga yanayosababishwa na mvua kubwa. Katika miaka ya hivi karibuni, mafuriko na maporomoko ya ardhi yamesababisha vifo vya watu, uharibifu wa nyumba, mashamba na miundombinu huku yakiongeza hatari kwa maisha ya wananchi hasa katika maeneo ya Bushushu na Nyamukubi. Hizo zilikuwa ni habari ambazo tulikuwa tunakutayarishia kutoka eneo la Kalehe na sehemu zingine za Kivu Kusini ambazo zinazidi kukumbwa na majanga makubwa, uharibifu wa miundombinu na sehemu zingine ambazo zinategemeza maisha ya binadamu eneo hilo. Hizi ni taarifa za pili za mwendelezo wa taarifa yetu ya habari ya siku ya leo. Mvua kubwa iliyoonyesha katika sehemu ya wilaya ya Kalehe mkoani Kivu Kusini imesababisha madhara makubwa kwa wananchi huku mashamba, nyumba na miundombinu mbalimbali vikiharibiwa. Hali hiyo imezua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa chakula kwani familia nyingi zimetegemea kilimo kama chanzo kikuu cha maisha yao. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, mazao mengi yameharibiwa na maji pamoja na maporomoko ya ardhi yaliyotokana na mvua hiyo. Wakulima wanasema wamepoteza sehemu kubwa ya mavuno ambayo walikuwa wakitegemea kwa chakula na kipato. Kutokana na hali hiyo, familia nyingi zinaweza kukabiliwa na uhaba wa chakula katika miezi inayokuja ikiwa hazitapatiwa msaada wa haraka. Mbali na uharibifu wa mashamba, baadhi ya nyumba zimeathiriwa na wengine wamelazimika kuyahama makazi yao kwa hofu ya kuendelea kwa mvua hiyo. Barabara na njia zinazounganisha vijiji mbalimbali pia zimeharibiwa, jambo linalofanya usafiri wa watu pamoja na bidhaa zao kuwa mgumu. Hata hivyo, hii inaweza kuchelewesha kufikishwa kwa misaada kwa wananchi hao na uhitaji wao unaweza kucheleweshwa kwa kuwa barabara na miundombinu ambayo inaunganisha vijiji hivyo na maeneo mengine yameweza kuharibiwa. Wananchi walioathirika wanasema tayari walikuwa wanapitia kipindi kigumu kutokana na changamoto za kiuchumi na za kibinadamu zinazodumu kwa miezi kadhaa. Wanaeleza kuwa maafa hayo yameongeza mateso yao kwani wengi wamepoteza mali, chakula na vyanzo vyao vya mapato. Kutokana na hali hiyo, wakaaji wa eneo hilo wanaziomba mamlaka za serikali, mashirika ya kibinadamu na wadau wengine
kuingilia kati haraka tukio hilo ili waweze kupata misaada. Wanahitaji msaada wa chakula kwa familia zilizoathiriwa, huduma za matibabu kwa waliojeruhiwa, vifaa vya makazi kwa waliopoteza nyumba zao, pamoja na ukarabati wa barabara na madaraja yaliyoharibiwa ili kurahisisha usafiri na usambazaji wa misaada. Wataalamu wanaonya kuwa endapo hatua za haraka hazitachukuliwa, hatari za maafa hayo zinaweza kuendelea kwa muda mrefu. Upungufu wa chakula unaweza kuongezeka, huku maisha ya watoto, wazee na watu wengine walio katika mazingira magumu yakiendelea kuwa hatarini. Eneo la Kalehe limekuwa likikumbwa mara kwa mara na mvua kubwa zinazosababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi. Katika miaka ya hivi karibuni, majanga kama hayo yamesababisha vifo vya watu, uharibifu wa nyumba, shule, vituo vya afya na mashamba, hasa katika maeneo ya Bushushu na eneo ya Nyabukubi. Hali hiyo inaonyesha umuhimu wa kuimarisha hatua za kuzuia madhara ya majanga ya asili, pamoja na kuongeza uwezo wa jamii kwa kukabiliana na mabadiliko ya tabiachi. Kwa sasa wakaaji wanaendelea kusubiri msaada wa haraka ili kurejesha maisha yao katika hali ya kawaida. Wengine wanaamini kuwa ushirikiano kati ya serikali, mashirika ya misaada na wadau wa maendeleo utasaidia kupunguza mateso yanayowakabili na kuwapatia matumaini ya kuanza upya baada ya janga hilo. Hiyo pia ilikuwa ni habari ambayo ilikuwa inatokea huko Kalehe, huko Bushushu, kwa kuwa mvua kubwa iliweza kunyesha maeneo hayo. Hapa ndipo tunafikia mwisho wa taarifa zetu za habari. Pepele News iko hapa kwa ajili yako, unajipatia habari kwa muda muafaka, habari zenye uhakika na habari zenye zinakufikia kwa uharaka. Kwa hiyo, ili uweze kuungana nasi mkono, basi usiondoke bila kushare, kusubscribe na kucomment ili tuweze kuenda na wewe sambamba. Tupatane basi wakati ujao kwenye habari zetu za mchana wa leo, tukiwa tarehe 31. Chao.